23-24 growth ya sekta ya kilimo imefika 4.2. Mwaka huu tunataraji tunaweza tukafika 5%. Malengo uliotupa ni kufika 10% mwaka 2030. Lakini Mheshimiwa Rais, wakati tunaingia madarakani, average export value ya nchi yetu ilikuwa ni dola bilioni 1.2 wastani. Leo 23-24 mauzo ya nje ya sekta ya kilimo mazao ni dola bilioni 3.5. Mheshimiwa Rais, usalama wa chakula umefika 120%. Leo Tanzania confidently tunaenda nje na kusema sisi ni wazalishaji wa pili wa mahindi Afrika, wazalishaji wa pili wa zao la tumbaku, kwa sababu kwenye zao la tumbaku Mheshimiwa Rais sisi tulikuwa hatuko kwenye 1, 2, 3, 4, 5, tulikuwa kuna kundi linaitwa others na wengineo, ndio tulikuwa huko. Ndani ya miaka mitatu leo Tanzania ni second largest producer wa tumbaku Afrika. Mheshimiwa Rais, leo Tanzania baada ya Brazil ndio ni nchi ambayo ina single on processing plant ya Greenleaf iko Morogoro, the largest single processing plant ya kuprocess tumbaku iko hapo Morogoro. Kiwanda cha pili kwa ukubwa duniani baada ya Brazil kiko Tanzania. Mheshimiwa Rais, leo hii ulilaunch scheme ya BBT na ilikuwa ina mjadala mkubwa sana, kama ambavyo uliibuka mjadala wa benki ya ushirika, kwamba mnaanzisha benki ya ushirika, kwa nini kuna TADB. Na mimi ningependa kutumia nafasi hii kuambia wenzetu TADB kisera, Mheshimiwa Rais, ni development bank. Bahati mbaya bungeni ilikuwa kwa nini TADB haipo Nzega, kwa nini haipo Igunga, kwa nini haipo Njombe? Haiwezekani TADB kwenda kuwa katika infrastructure ya commercial. Ni benki ya maendeleo ambayo inatakiwa iwekeze kwa muda mrefu, itoe guarantee scheme kwenye commercial bank. Tulianzisha benki ya COP kama commercial bank ya wakulima na inayomilikiwa na wakulima, ambayo itafanya commercial function. Baada ya kukosekana hii benki ya wakulima ambayo ni commercial, TADB ndio ilibidi aweze kukava ile vacuum kwa ajili ya kwenda kutoa mikopo ya wakulima midogo kama wanavyotoa NMB na CRDB. Ujio wa benki hii Mheshimiwa Rais utairudisha TADB, na TRA yuko hapa ndugu yangu Mchechu, na gavana wa benki kuu yuko hapa, kwamba tutairudisha Tanzania Agricultural Development Bank kwenye mandate yake ya awali, ili iweze kutoa mikopo ya muda mrefu na nafuu kwa ajili ya infrastructure development kwenye sekta ya kilimo, na benki ya ushirika ifanye shughuli za kutoa short term loans kwa wakulima na mikopo ya pembejeo, ili tuweze kudiriski sekta hii ambayo imekuwa kwenye risk kwa muda mrefu. Mheshimiwa Rais, benki hii uliozindua leo, tunakushukuru sana kwa kukubali serikali kuwekeza asilimia. Lakini vile vile ukatoa 5 billion kuifanya washirika waweze kumiliki asilimia 50. Tunakushukuru sana. Ombi langu Mheshimiwa Rais, ambalo naliomba kwa dhati kabisa, unatoa fedha za pembejeo, unatoa fedha kwa ajili ya mechanization, unatoa fedha za ruzuku. Sasa hivi irrigation infrastructure, serikali unayoiongoza, na namshukuru Awesu yuko hapa, namshukuru sana, kwa sababu uwekezaji wa sekta ya umwagiliaji kama hakuna alignment na mwenye maji ni mtihani. Namshukuru Awesu kwa kuwa flexible. Mabonde wamekuwa tayari kuturuhusu tu design miradi ya umwagiliaji kwenye mabonde. Tunatekeleza miradi 780 katika nchi yetu yenye jumla ya hekta 560,000, ambayo ni kila mwaka unawekeza almost 300 billion. Serikali unayoiongoza inajenga imeshaanza sasa hivi ujenzi wa mabwawa zaidi ya 114 katika nchi yetu kwa ajili ya kuvuna maji.
Umetupa maelekezo na Awesu tutangaze mradi wa kujenga Ziwa Victoria kuja Dodoma kama gridi ya taifa ya maji ili hudumie binadamu, wanyama na mifugo. Hii uwekezaji wote huu Mheshimiwa Rais, kama benki kuu yetu haitakubali kufanya reforms za financing model kwenye nchi yetu, na sisi kama nchi kuwa na first agricultural financing policy ambayo kutakuwa na mfumo wa ukopeshaji kwenye sekta za uzalishaji kwa maana ya kilimo, mifugo na uvuvi, tofauti na mifumo ya sasa ya fedha, bado tutakuwa na safari ndefu ya kumuondoa mwananchi huyu maskini katika umaskini uliopo, kwa sababu watahitaji kuwa na mifumo sahihi, incentive scheme ambazo commercial bank zitapewa ili ziweze kumkopesha mkulima tofauti na wanavyomkopesha muuza duka, wanavyomkopesha Bakhresa, wanavyomkopesha na mwingine yoyote. Mkulima na sekta ya kilimo wanahitaji unafuu tofauti kabisa wa product zilizoko sokoni na hatua zilizoko sokoni. Mheshimiwa Rais, ili tusivuruge Coop Bank, umenipa maelekezo. Kutakuwa na dirisha ndani ya benki ya ushirika. Dirisha hili litakuwa ni dirisha maalum. Tunayo adjective. Na Mheshimiwa Rais umetuombea fedha za BBT kutoka African Development Bank. Watu wengi wamekuwa wakihoji development ya BBT. Tumepata dola milioni 129 ambayo tutautekeleza mradi wa BBT, Wizara ya Kilimo, na kwa dada yangu Washatu, Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Programu hii Mheshimiwa Rais, wakati tuna design mradi, tukaomba kuwe na window ya financing ya dola milioni 35. Fedha hizi Mheshimiwa Rais zitakuwa aggregated kupitia Agricultural Trust Fund, zitapelekwa kama window maalum ndani ya benki ya ushirika. Pale zitafanya kazi ya kutoa guarantee scheme na zitatumika kama equity fund kwenye miradi ya kilimo ili ziwe na riba nafuu tofauti na commercial lending ambayo benki ya ushirika itaendelea kuifanya kwa huduma zingine. Lakini mbali na hapo, kama wizara tutaendelea kutenga fedha za adjective katika bajeti kuiwezesha adjective kuwa na mitaji nafuu, ili hizo fedha ziende kwenye dirisha la Coop na Coop afanye kazi ya kuwakopesha wakulima kwa riba nafuu, kwa sababu sasa hivi anachukua na washukuru TADB wamewapa mfano 7 billion line, lakini wamewapa 7 billion kwa riba isiyozidi 7%. Technically hii riba ya 7% kama ndio wamechukulia fedha, wakienda kwa wakulima itaenda 12, 13, 14, 15. Tutakuwa hatujafikia lengo. Kwa hiyo fedha hizi zitakazotengwa ndani ya mfuko wa adjective moja kwa moja zitasimamiwa kupitia Coop Bank na litakuwa dirisha la guarantee na equity fund kwa ajili ya kuwadiriski wakulima na kuwapatia mikopo ya single digit, na hazitatoka serikalini zikiwa na riba inayozidi 2% mpaka 3%. Mheshimiwa Rais, sisi leo kama wakulima, na naomba wanaushirika wote wa SACCOS na mazao wasimame waliomo ndani ya ukumbi huu. Wote naomba msimame. Mheshimiwa Rais, hawa ndio wenye benki hii by 51%. Ndio wanaimiliki 51%. Lakini hawa ndio wamebeba uchumi wa nchi hii wa kilimo, ndio wanaotuletea food security, ndio wanaotusaidia kuwepo na utulivu katika nchi yetu. Hawa ndio ruzuku zote unazotoa zinaenda kwao, na watu wengi wamekuwa wakiuliza Rais anatoa wapi hela? Kwa mujibu wa katiba hii, custodian wa rasilimali za nchi hii ni Rais, ndio Watanzania wamekukabidhi. Wewe ndio unaigawa keki. Naomba nitumie nafasi hii Mheshimiwa Rais kwa niaba ya wakulima kukushukuru sana kwa dhati kwa kuliona jambo hili na kuona wakulima kuwa ni watu ambao wanahitaji kupewa mkono ili waweze kupambana katika uchumi huu wa kibepari. Asante sana, na nawashukuru wakulima kwa commitment yao kwenye sekta ya kilimo. Naomba tukae. Mheshimiwa Rais,
African Development Bank wametupa fedha za BBT. Lakini IFAD vile vile. IFAD 12 namshukuru Mwigulu huko aliko. Namshukuru sana. Namshukuru sana PST. Pamoja na majukumu yaliyoko, sijui Stiglas, sijui reli, sijui nini, sijui nini, pale waziri wa kilimo na katibu mkuu wizara ya kilimo tuna kauchochoro, tunaenda kuongea kabisa majadiliano. Ndio maana mimi kamati ya budget wakiniita na kamati ya kilimo kuniambia hupewi hela kwa nini, naambia msiwe na wasiwasi kwa nini. Ninawashukuru kwa flexibility ya utayari. Saa nyingine hawana fedha, wananipa karatasi, ninaenda kwenye karatasi kuchukua fedha na tunarudisha. Wako hapa watu wa mabenki. Nataka niwaambie BOT, wasiogope wakiona NFRA imekopa fedha, kwa sababu tuna capacity ya kulipa madeni. Tuna track record. Leo ni mwaka wa 3, kila mkopo wa benki tumeulipa bila matatizo yoyote. Mheshimiwa Rais, kidogo leo niko excited. Kwa sababu mjadala wa Coop Bank ilikuwa inaonekana ni jambo la uenda wazimu. Yani haliwezekani, mnafanya kitu na lakini tumie nafasi hii kumshukuru Majid. Namshukuru Majid. Na yeye anajua CRDB kuwa shareholder ni mdau kama alivyo mdau mwingine. Yeye na TR wote ni mashareholder. Kwa hiyo influence ya CRDB haipo ndani ya Coop Bank. Coop Bank ipo kwa ajili ya kucomplement na kucompete na commercial bank.